ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, baada ya kumshukuru Allah jalla fi'ula na kumtakia rehma na amani kipenzi wa umma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, tukuwa tupo katika siku hii adhim, siku ya yaumul khamis, siku ambayo matendo ya waja yanapandishwa kwa Allah jalla fi'ula. Kwa ibada inayofanyika katika siku kama ya leo, tutambue Jumatatu na Alhamis ni siku ambayo amali za waja hurufaishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ila kwa watu waliokuwa washirikina, hawa ndio amali zao hazipandishwi, au watu ambao kati yao wana ugomvi, itaambiwa isubirishwe hizo amali mpaka pale watakapopatana. Wazee, yapaswa tumshukuru Allah jalla fi'ula kujalia mji wetu, wilaya yetu kuwa ni wilaya ya amani. Allah subhanahu wa ta'ala ametuonjesha mtihani kidogo, ili tutambue thamani ya utulivu na amani ambayo Allah ametujalia kwa muda mrefu. Tutambue yale ambayo wanayoyapitia watu walioko Gaza, walioko Libya, Iraki na maeneo mengine. Allah subhanahu wa ta'ala akatuonjesha kidogo, lakini kwa watu wa Kigamboni, alhamdulillah thumma alhamdulillah, Allah amejalia mji huu kuwa ni mji wa amani, na aendelee kujalia mji huu kuwa ni mji wa amani. Muislamu hapaswi kuwa yeye ni sababu ya ukosefu wa amani. Hakika ya Muislamu ni yule ambaye Waislamu wenzake au watu wengine wanasalimika kutokana na ulimi wake na mkono wake. Haipaswi Muislamu kuwa ni sababu ya ukosefu wa amani. Kwa alhamdulillah, mji wetu tunamshukuru Allah kwa kutujalia amani, lakini pia hata maeneo mengine tunamshukuru Allah kwa kuweza kuturejeshea amani, na endelee Allah kutupa amani katika nchi yetu, na mara kwa mara tuwe tunaiombea nchi yetu amani, kwani hii ni tunu ambayo ikipotea kuipata tena ni shida. Tutakuwa tunaendelea kuishi katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala isemayo katika suratul Mu'minun. Allah asema, hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un, mpaka pale atakapofikwa mmoja wao na maut, atasema rabbi irji'un, Mola wangu nirejeshe duniani. Kurejeshwa isipokuwa tayari ushaondoka, haupo tena kwenye hii dunia. Arudi kwa nini? La'alli a'malu salihan fima taraktu, ili niweze kwenda kufanya mema yale niliyoyaacha. Kumbe hii fursa ya uhai tuliokuwa nayo ni tunu. Tunatakiwa tukazane kufanya mema
kwani mwenye kuondoka atatamani na kuambia Allah, nirejeshe nikafanye mema yale niliyoacha. Kama uliyakusanya mali ukawa hutoi sadaka, utatamani urejee ukatoe tena sadaka. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hayo ni maneno watu watakaokuwa wanasema, lakini hayawasaidii chochote. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun, nyuma yao kutakuwa na barzakh, kutakuwa na kizuizi, yani kutokea kufa mpaka kufufuliwa. Watu watakuwa fi barzakh, katika kizuizi. Kizuizi hiki ndicho kile ambacho tulichoweza kueleza ya kwamba wako watu watakuwa katika neema na wapo watakaokuwa katika adhabu. Kwa hiyo watu watakuwa katika barzakh, kizuizi, ila yaumi yub'athun. Fa idha nufikha fi sur, litakapopulizwa parapanda, fala ansaba bainahum yawmaidhin wala yatasaalun, hapo tena kutakuwa hakuna jambo isipokuwa hakuna cha kuulizana, kila mmoja anaamka na anakimbilia katika uwanja wa mahshar. Kwa hiyo katika Qur'ani tumetajiwa barzakh kuonyesha kwamba ni kizuizi ambacho atakachokuwa Waislamu au waumini au binadamu wote wapo katika kizuizi hicho. Hawajaingia peponi wala motoni wala hawako duniani, na ndio maisha yanaitwa maisha barzakhia, maisha ya kizuizini. Lakini kizuizi hiki kwa mwema, alhamdulillah, kizuizi hiki kinakuwa ni cha kheri. Kwa mtu mwovu anakuwa kwenye adhabu. Na kwa vile tushaeleza Alhamisi kadhaa juu ya kabri, nini kinamkuta mtu baada ya kufa, tuangalie kidogo kwamba sasa baada ya mtu akishakufa kilichopo ni kufufuliwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Atai bin Yazid al-Laythi, anna Abu Hurairah, ya kwamba Abu Hurairah akhbarahuma, aliwapa habari, anna nasa qalu, ya kwamba watu walisema, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hal nara rabbana yawma alqiyamah, je, twaweza kumwona Allah siku ya kiyama? Ili ni miongoni mwa swali ambalo aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Nabii sallallahu alayhi wasallam, naam, ndiyo. Hal tudaruna fi ru'yati shamsi bidhahira, je, kwani mnapoangalia mnapoliona jua muda wa mchana linakudhuruni? Aidhau, ni ule mwanga wake unawadhuru. Laisa fiha sahabu, ambao hauna mawingu. Qalu la, akasema hapana. Qala hal tudaruna fi ru'yati alqamar lailatal badr, je, ule mwezi mpevu, mwezi 13, 14, 15 ambao hauna mawingu unakudhuruni? Qalu la. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ma tudaruna fi ru'yati Allahi azza wa jalla yawm al-qiyamah, watu hawatadhurika kumwona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Ru'yati ahdima in idha kana yawmul qiyamah adhana muadhinun, atadhini, atanadi mwenye kunadi akisema, tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'budu, kila umma umfate yule ambayo walikuwa wanamwabudu.
fala yabqa man kana ya'budu ghayra Allah, hatobaki aliyekuwa anaabudia asiyekuwa Allah, minal asnami wal ansabi, miongoni mwa masanamu, illa yatasaqatuna finnar, isipokuwa watadondoka motoni. Wote ambao walikuwa hawamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa ni mtu anatembea huku anahirizi kiunoni, alikuwa anapokuwa na shida anaenda kwenye kaburi la sharifu au kaburi la babu yake, au anaenda kwenye msitu anaenda kuomba, basi wataambiwa waende wawafate wale waliokuwa wanaabudu. Kitakachofuata yatasaqatuna finnar, watadondoka humo motoni. Hata idha lam yabqa, hata pale itakapokuwa hakuna aliyebaki, illa man kana ya'budu Allaha barru au fajirun, atakapobaki yule ambaye aliyekuwa hakuna aliyebaki isipokuwa yule aliyekuwa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, awe ni mwema au muovu. wa ghuyaratu ahli alkitabi, na wale waliobadilisha kitabu cha Taurati, Injili. Fayudi alyahud, wataitwa wale mayahudi. Fayuqalu lahum, wataambiwa man kuntum ta'budun, mlikuwa mnamwabudu nani? Qalu, watasema kunna na'budu Uzair ibn Allah, tulikuwa tunamwabudu Uzairi mwana wa Mungu. Fayuqalu lahum, kutasemwa kuambiwa wao, kadhabtum, mmesema uongo. Mattakhadha Allahu min sahiba, Allah hajajipatia mke wala waladin wala mtoto. Famadha tabghun, hivyo mwatakani? Faqalu atushina rabbana, tunakiu ye Mola wetu, faskina, tunyweshe. Fayusharu, wataonyeshwa kwamba kanyweni pale. Ala tariduna fayuhsharuna ila nar, wakienda wanajishangaa tayari wako katika moto wa jahannam. Kaannahum sarabun yahtimu ba'daha ba'da fayatasaqatuna fi nnari, wote watadondoka motoni. Thumma yud'a an-nasara, kisha wataitwa manasara. Fayuqalu lahum, kutasemwa kuambiwa wao, man kuntum ta'budun, mlikuwa mwamwabudu nani? Qalu kunna na'budu Masiha ibn Allah, tulikuwa tunamwabudu Yesu, tunamwabudu Masihi mwana wa Mungu. Fayuqalu lahum, kutasemwa kuambiwa wao, kadhabtum, mmesema uongo. Mattakhadha Allahu min sahiba, Allah hajajipatia mke wala waladin wala mtoto. Fayuqalu lahum madha tabghuna, mwatakani? Fakadhalika mithla alawwali, na wao watasema tunakio, tunaomba tupewe maji. Hatta idha lam yabqa illa man kana ya'budu Allah min barrun au fajirun, itakapokuwa hakuna aliyebaki isipokuwa wale waliokuwa wanamwabudu Allah miongoni mwa wema au waovu. Atahum rabbul alamin, atawajia Allah subhanahu wa ta'ala, mlezi wa viumbe wote. Fi adina sura min allati ra'au, katika sura ambayo wanaweza kumuona, sura ndogo ambayo wanaweza kumuona. Fayuqalu madha tantadhirun, masubiri nini? Tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'budu, kila umma umfate yule waliyekuwa wanamwabudu. Qalu farakna an-nasa fi dunya ala afqari ma kunna ilayhim, tumetengana na watu katika dunia katika hali ya ufukara, uhitajio kuliko lile waliokuwa wanalihitajia. Walam nusahibuhum wa nahnu nantadhir rabbana alladhi kunna na'budu. Fayaqul, Allah atawaambia, ana rabbukum, mimi ndiye Mola wenu,
la nushriku billahi shay'a, msimshirikishe Allah na chochote mara mbili au mara tatu. Hii ni hali ambayo itatokea katika siku hiyo ya mwisho baada ya watu wakishafufuliwa. Lakini anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama ya kwamba baada ya watu wakishakusanywa, washafufuliwa, nini kitafata? Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, na hili tuwe makini nalo sana. Katika hadithi ambayo samitu Abdullah, huyu Shaqiq anasema samitu Abdullah nani? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama awwalu ma yuqda baina an-nasi bid-dima, yani mtu wa kwanza kuhukumiwa siku ya Kiyama. Wenye kufanya madhambi ni wengi, lakini kuna mtu wa kwanza kuanza kutolewa hukumu. Ni nani huyo? Ni yule ambaye kwamba amefanya kosa ambalo ndio kosa la pili mwanadamu kulifanya, tena akiwa katika mbingu. Sababu kosa la kwanza Allah kuasiwa na wanadamu, tena mbinguni, kadhalika ardhini, ilikuwa ni hasad. Hasad ilikuwa ni kosa ambalo Iblisu lain alimuonea husda Adam, asjudu liman khalaqta tina, akajiona yeye ni bora nimsujudie huyu uliyemuumba kwa udongo. Husuda ile ya Ibilisi ikamsababishia kuwa na kibri kikamsababishia laana. Lakini pia kosa la kwanza ambalo Allah ameasiwa katika dunia hii ni husuda, ambalo kati ya watoto wa Adam, Habil na Qabil, mmoja wao alimuonea husuda mwenzake, akaona ya kwamba itakuwaje umuoe dada yangu ni mzuri, kwa hivyo haiwezekaniki umuoe wewe, nitamuoa mimi dada yangu. Baada ya ugomvi, baba yao akaja akatoa hukumu ya kwamba watoe sadaka. Zamani ukitoa sadaka hulie, ni sadaka za kuteketeza, unaziweka hapo, alafu Allah analeta moto. Ikiwa sadaka imekubaliwa inaunguzwa, ikiwa haijaunguzwa haijakubalika. Allah ametupendelea umati Muhammad, watoa sadaka kama ni mnyama, unachinja, unakula mwenyewe, alafu unapata thawabu. Wenzetu walikuwa hawali, anatoa sadaka hali inaunguzwa. Wewe mmoja wao akatoa mazao yaliyoozaoza, huyo mwenye husuda mwingine akatoa kondoo aliyenona, moto ukaja ukamunguza, ukamchukua yule kondoo. Kwa hiyo akajua kwamba hapa kilichopo lazima amuoe dadangu. Akamwambia laqtulannaka, nitakuua. Na kweli akaja kumuua. Na kila mwenye kuua katika dunia hii yeye anafungu, yule mtoto wa Adam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema awwalu ma yuqda baina an-nas, jambo la kwanza kuhukumiwa kati ya watu siku ya Kiyama bidima ni kuuana. Inatokana na damu. Mtu amemwaga damu ya mtu, amemuua mwenzake. Hii ndiyo dhambi ya kwanza Allah kuihukumu kwanza juu ya muuaji. Kwa tunatakiwa tuwe makini sana mpaka kosa hili likawekwa ni la kwanza, ni kuonyesha juu ya uzito wa jambo hili. Hii ni hadithi ambayo ametuhadithia sahabiyun jalil Abdullah ibn Mas'ud. Lakini pia
Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wakishafufuliwa kuna kuhesabiwa, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyoipokea mama Aisha an ibn Abi Mulika an Aisha zawja an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kutoka Aisha mke wa Mtume, ani nabii sallallahu alayhi wasallam qal man nuqisha, mtu atakayehojiwa juu ya hesabu ya matendo yake, udhiba, huyu ni mwenye kuadhibiwa. Yani ikishafikia waambiwa fulani bin fulani, kwa nini umefanya, kwa nini, huyu ni mwenye kuadhibiwa. Qalat, mama Aisha kasema, qultu, nikasema, alaysa yaqulu Allahu ta'ala, hivi Allah si anasema, amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yule atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kulia atahesabiwa hesabu nyepesi. Sasa mbona wasema anayehesabiwa tena anaadhibiwa? Qala dhalika al-ardhu, hilo unalozungumza al-ardhu ni watu kuonyeshwa matendo yao, yani kwamba mtu ambaye matendo yake yakishaonyeshwa kwamba haya ndio matendo ya fulani, huyo hesabu yake itakuwa ni nyepesi. Lakini ikishafikia unahojiwa, limadha fa'alta kadha wa kadha, kwa nini umefanya jambo kadha wa kadha, basi udhiba, mtu ni mwenye kuadhibiwa. Hadithi ameipokea Imam Bukhari wa Muslim. Kwa hivyo kadhalika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, man husiba yawm alqiyama, mwenye kuhesabiwa siku ya kiyama, udhiba, ataadhibiwa. Ndio mama Aisha akasema, Allah si anatuambia fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kwamba tutawahesabu hesabu nyepesi wale waliopewa mikono matendo yao, vitabu vyao kwa mikono ya kuume ya kulia. Faqala laisa dhalika alhisabu, hiyo sio hesabu. Yani kupewa kitabu kwa mkono wa kulia kwamba atahesabiwa hesabu nyepesi, hiyo sio hesabu iliyokusudiwa. Inama dhaki al-ardhu, hiyo ni ile watu matendo kuonyesha kwamba haya ndio matendo ya fulani. Lakini manukisha alhisaba, mtu ambaye ataanza kunakishiwa, kuhojiwa jambo moja hadi nyingine, yaumal qiyama, siku ya kiyama, huyo udhiba, huyo anakuwa ni mwenye kuadhibiwa. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo tutakayokuja kukumbana nayo siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao tunatakiwa tujipange tukijua ya kwamba tutakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye Allah anasema katika hadithi aliyepokea Ibn Umar, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Allah wawiye radhi Ibn Umar na baba yake, anasema, akhidhun biyadihi, alinichukua kwa mkono wake, kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha arada rajulun faqala kaifa sami'ta rasulullah, mtu mmoja alimshika akamwambia, bwana kaifa sami'ta rasulullah, umemsikia vipi Mtume sallallahu alayhi wasallama fi najwa fil munajati rabbil lil abdi yawm al-qiyamah, namna ambavyo mtu ataongea na Allah siku ya kiyama atakavyohojiwa. Faqal, akasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallama akisema, inna Allaha yudini almu'mina, Allah
atamkurubia muumini, kwa maana atasokea karibu na muumini. Fayadau alayhi kanafa, atakuwa amemsitiri, amemsogelea karibu. Wayasturuhu, na akawa amemsitiri. Fayaqulu ata'rifu dhanba kadha, Allah ataanza, bwana fulani bin fulani, hivi unakumbuka siku fulani uliiba? Wakumbuka siku fulani ulimtapeli mtu fulani? Wakumbuka siku fulani ulikuwa hujasali? Wakumbuka siku fulani ulizini? Fayaqulu na'am ay rabb, atasema ndiyo ya Rabb. Hata idha qarrarahu bidhunubi, hata mpaka pale atakapokuwa amekiri madhambi yake. Waraa fi nafsihi annahu halaka, akaona katika nafsi yake kwamba kwa haya nilioulizwa na nimekiri kwamba nimeyafanya, akaona kwamba hapa mimi ndio nimeshakwisha. Qala Allah subhanahu wa ta'ala atasema, satartuha alaika fi dunya, nilikusitiri duniani. Ulizini, sijakufedhehesha. Katapeli jambo fulani, ukafanya jambo kadhaa, nikakusitiri. Wa ana aghfiru, satartuha alaika fi dunya wa ana aghfiruha laka alyawm, nilikusitiri duniani, lakini kwa huruma yangu leo ninakusamehe. Fayu'ta kitaba hasanati, atapewa kitabu cha matendo yake. Wa amal kafir, ama mtu kafiri. Wal munafiqun, na wanafiq. Fayaqulu al ashhad, mwenye kushuhudia atasema, haulai alladhina kadhabu ala rabbihim, watatangaza, bwana hawa mnawaona, hawa ndio wale waliomkadhibisha, waliompinga Mola wao. Ala la'natullahi ala dhalimin, tabueni laana ya Allah ipo kwa madhalim. Kwa hiyo wako watu ambao Allah atawaambia yale waliyofanya, siku fulani ulifanya kadha, siku fulani fanya kadha, siku fulani ulifanya kadha, mpaka mtu ataona ya kwamba ashaangamia. Lakini mwisho Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia, nimekusamehe yale uliyoyafanya. Kwa hivyo inakuwa ni sababu ya mtu yule kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa mambo ambayo yapo kwenye hadithi alipokea Imam Bukhari wa Muslim wa Ibn Majah wa Ahmad. Hadithi hizi zimepokelewa na wapokezi hawa wakubwa kuonyesha juu ya yale yatakayojiri kwenye maisha ya barzakh kabla ya kuingia ima peponi au motoni. Kwa hivyo tunatakiwa tujiandae na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, tukitambua ya kwamba tutakutana na Allah na hatuna pa kumkimbia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunachotakiwa ni kujiandaa na kukutana na Mola wetu, kwa sababu siku hiyo baada ya watu washafufuliwa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala, wale munafiki na watu wabaya washadondoka motoni, kisha Allah atawajia wale watu wema na kuambia, mimi ndio Mola wenu, ana rabbukum faquluna anta rabbuna, na wewe ndio Mola wetu. Kisha Allah ataweka sirat, fayudrabu sirata, kutawekwa njia baina dhaharana jahannam, juu ya moto wa jahannam. Ikishawekwa njia juu ya moto, kwa maana njia ya kwenda peponi inapita katika siratu, na chini ndio kuna moto,
na juu ndio wanapita waja wema kwenda kwa Allah subhanahu. Aliyekuwa muovu adondoka, na ndio ile aya inasema wa in minkum illa wariduha, hakuna hata mmoja isipokuwa atapita kwenye hiyo surat, yani atapita kwenye huo moto. Mbaya atadondoka, lakini mwema wengine watapita kama umeme tu, kiwasha taa tayari ashapita, lakini wengine watapita huku wanatambaa katika sirat. Lakini la kushukuru ni kwamba Mtume SAW anasema fa akunu awwala man yajuzu minal rusuli bi ummati, mimi nitakuwa ni wa kwanza mwenye kupita katika nyumati zote, mimi ndio nitakuwa ninapita na umati wangu. Kwa maana umati Muhammad pamoja na mtume wetu Muhammad SAW tutapita kabla ya Adam, ya Ibrahimu na wengineo, kwa sababu tumepata hadhi na baraka ya kuwa katika umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala yatakallamu yawmaidhin ahadun illa rusulu, siku hiyo hataongea yeyote isipokuwa ni mitume tu. Wa kalamu rusuli yawmaidhin, na maneno ya manabii siku hiyo watakuwa wanasema Allahumma sallim, Allahumma sallim. Kila nabii anachomuomba Allah ya kwamba ya Rabbi tusalimishe, ya Rabbi tusalimishe. Ikiwa siku chache tu tumeambiwa mwisho saa 12, tumeona maisha yamekuwa ya dhiki na ya shida, basi siku hiyo hali itakuwa ni nzito zaidi katika kisimamo hicho cha siku hiyo ya Kiyama. Wa fi jahannama kalalibun mithlu shawk, kwenye jahannam kutakuwa na michuma ipo kama miba, as-sa'dan, au ipo kama ile miti ambayo ina miba. Kwa hiyo njia ipo, lakini kuna miba, kuna vyuma vipo pale kama miba. Mtume awauliza haraitum shauka sa'dan, hivi mshawahi kuona miba ile ya sa'dan? Qalu na'am, akasema ndio. Qala fa innaha mithlu shauki sa'dan, hii afanana na ile miba ya sa'dan, ghaira annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah, tofauti tu ni kwamba hakuna anayejua ukubwa wake isipokuwa ni Allah subhanahu wa ukubwa wa hiyo michuma isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Michuma hiyo inakuwa ni yenye kupita hivi, anasema takhtafu nasa bi'amali, itakuwa inawachukua watu ile michuma kutokana na amali. Kwa kama ni muovu anapita pale, ile michuma inamkamata, inamdondosha katika moto wa jana. Ama mwema anakuwa ni mwenye kupita. Faminhum man yubaqu bi'amali wa minhum man yukhardarun thumma yanju, kuna atakayepita kama umeme tu, lakini kuna atakayepita kama kikhardali, yani yuko dhalili kabisa. Thumma yanju, lakini anaokoka. Thumma idha arada Allahu rahmata man arada min ahli an-nar, kisha Allah atakapotaka huruma kwa yule anayemtaka miongoni mwa watu wa motoni, amara Allahu al-malaikata, Allah ataamrisha malaika an yukhriju man kana ya'budu Allah, ya kwamba wamtoe kule motoni yule aliyekuwa na mwabudu Allah. Fayukhrijunahum, watatolewa, wayarifunahum, na watawatambua, biathari sujudi, waliokuwa na mwabudu Allah lakini matendo mabaya yakawa mengi, watatambulika biathari sujudi, kwa hii sijida hii kwamba huyo alikuwa na mwabudu Allah, watatolewa. Kwa hiyo kitakachowajulisha ni zile athari sujudi. Wa harrama Allahu ala an-nar, na Allah jalla fi'ula ameharamisha motoni anta akula athara sujud,
moto umeharamishwa kula hii athari ya sijida. Allah ameharamisha moto wa Jahannam kula hii athari ya sijida. Fayakhrujuna minan nar, watatoka motoni. Fakullu ibni adam, kila mwana wa Adam, taakuluhu naru illa athara sujud, ataliwa na moto, kwa maana ataunguzwa isipokuwa sehemu hii. Kwa wale watakaokuwa motoni wataungua sehemu zingine zote isipokuwa sehemu hii ambayo ilimsujudia Allah jalla fi'ala. Fakhrujuna minan nar, watatoka motoni. Kad imtahashu, hali ya kwamba wameungua. Fayusabu alayhi ma'ul hayati, watamwagiwa maji ya uhai. Hadithi nyingine inasema watatumbukizwa kwenye mto wa uhai, na hadithi hii inasema watamwagiwa maji ya uhai. Fayambutuna kama tambutul hibbatu fi hamili sayl, wataota, yani zile nyama ambazo zishaungua zitaota kama vile alhibba. Hii ni tunda kama vile tunda la harage au vijitunda vingine ambavyo vinakuwa unavyovipanda vinakuwa ni venye kuota. Kisha thumma yafrughu Allahu min alqada'i baina alibad, kisha Allah atamaliza kuwahukumu waja wake. Wayabqa rajulun baina aljanna wan nar, alafu watabaki watu ambao wako baina ya moto na pepo, baina aljanna, kati ya moto na pepo. Wa huwa akhiru ahli nari dukhula, hawa ndio wa mwisho kuingia motoni. Akhiru ahli nari dukhula aljanna, ni ndio watu wa mwisho kutoka motoni kuingia kwenye pepo. Muqbilu biwajihi qibala an-nar, fayaqulu ya rab isrif wajhi anin nar, wataomba ya Rabbi uondoshe uso wangu uepuke na moto. Qadi kashabani rihuha, upepo wake tu tayari umeshaniunguza, kwa maana hajaingizwa motoni, lakini ule mvuke ule wa moto tayari ushambabua. Faharakani dhakauha fayaqulu hal asaita in fu'ila dhalika bika an tas'ala ghayra dhalika, fayaqulu la wa izzatika, fayuti Allahu ma yasha min ahdi wa mithaq. Hadithi ni ndefu, bal almuhim ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuwahukumu watu siku hiyo, na wapo ambao watakaoingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wako ambao wataingizwa katika moto wa Jahannam. Lakini bado Mtume sallallahu alayhi wasallama anazidi kutuhusia kwamba tuwe wanyenyekevu, tusiwe wadhalim, na kuonyesha hilo hadithi ya Abdullah ibn Amri ibn al-As anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama qala, anasema la zawalu dunya, hii dunia yote kuondoka. Tena ametumia lam alqasam, la zawalu dunya, wallahi kuondoka kwa dunia yote ikawa haipo, hawano ni jepesi zaidi ala Allahi, kwa Allah, min qatli rajulin muslimin, kuliko kumua mtu mmoja Muislamu. Yani kwa Allah subhanahu wa ta'ala hii dunia yote kuondoka kwake ni jambo jepesi kuliko kumua Muislamu mmoja, hana kosa ukawa ni mwenye kumua.
hili ni zito sana mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana mtu wa kwanza kutolewa hukumu siku hiyo ni yule ambaye aliyekuwa ameua. Kwa hiyo wenye kuhukumiwa namba moja ni wale ambao waliokuwa wauaji. Haijalishi umeamua mwenyewe au umetumwa, ili mradi umeua, unala kujibu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Au umeua kwa sababu wataka utajiri. Siku hizi watu wanataka utajiri, anaambiwa nenda katafute albino au bibi kizee au mtoto mdogo au kadha, kama wimbi lililokuwa limepita hapo nyuma, watoto kuuliwa, hata watu wazima, au wale wanaowaua wenzao kwa sababu wametumwa figo, kwamba ukiniletea figo basi nakupa milioni kadhaa. Wale wenye pesa wanatuma wenye kutaka pesa waende wakawatafutie figo. Kwa hivyo anatafutwa mtu, figo inatolewa kavukavu akiwa yuko hai, yani mtu anaanza kuchomwa mpaka figo inatolewa. Na inawezekana hapa nchini amechukuliwa, anaambiwa anaenda kufanya kazi Ulaya au Asia au Arabuni, lakini akifika huko hakuna cha kazi isipokuwa ni kutolewa figo au ini au viungo vingine, wanavipeleka kuwauzia wale wenye pesa ambao wana maradhi hayo. Wameona wao ndio wenye nafasi ya kuishi, na sio hao ambao ni vijana wadogo walioahidiwa kwamba wanaenda kufanya kazi, wanaishia kwenda kutolewa figo. Kwa hivyo yoyote mwenye kuua ajue anadhima mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ubaya zaidi ikiwa uliyemuua ni Muislamu, Allah anasema basi dunia yote kuondoka ni jepesi kuliko kuua Muislamu. Haina maana ya kwamba asiyekuwa Muislamu ni halali kumuua, hasha wakalla. Haina maana ya kwamba binadamu tu ndio asiuliwe, hata yule usfur, vile vijindege viduchu vile usfur, mwenye kuviua siku ya kiyama vitaenda kushitaki kwa Allah, alama qatalani ya Rabbi, kwa nini aliniua? Kwa sababu umemuua sio kwa ajili ya kumla wala si kwa ajili ya lolote, bali umemuua tu. Atakuja kushitaki ndege ule usfur, na mtu atakuja kujibu. Ikiwa ndege yule atakuja kushitaki kwa Allah na mtu ataadhibiwa kwa sababu ya kumuua ndege yule, itakuwaje ikiwa umemuua binadamu mwenzako? Jambo zito ambalo sisi kama Waislamu tunatakiwa tuwe ni kioo cha jamii kwa kutunza amani ya nchi hii, kwa sababu tushafundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala umuhimu wa amani na madhara ya mtu kuchoma mali ya mtu, kwamba unamkomoa mtu fulani, ukaona ukichoma, na inawezekana unayochoma ni mali ya umma, iwe ni kituo cha basi, iwe ni gari ya mtu, iwe ni sheli ya mtu, ujue ya kwamba ile ni mali aidha ni ya mtu au ni ya jamii. Ukichoma mali kama ni ya serikali, utambue ya kwamba umetudhulumu sote, kwa sababu zile ni hela ambazo za wananchi ambazo wamekatwa kodi ambazo zimeenda kutengeneza vitu vile. Kwa hiyo Waislamu tunatakiwa vitu kama hivyo tusijihusishe navyo kabisa, kwa sababu itakuwa ni dhima. Ikiwa umedhulumu mtu mmoja, utakuja kujibu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya dhulma. Haya, umechoma mali ya Watanzania, ina maana Watanzania wote ambao kodi zao zimekatwa, ikajengwa kama ni kituo, iwe ni cha serikali za mitaa au ikawa ni kituo cha stendi ya mabasi au ni ukachoma, ina maana umetudhulumu sote. Siku ya kiyama tutakuja
kukudai kwamba ya Rabbi, huyu alitudhulumu. Hii mali iliyotengeneza mali hii ilikuwa ni mali iliyotokana na kodi zetu. Kwa hivyo tuweni ni wenye kudumisha amani popote pale ambapo tupo, kwani hii ni tunu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutunukia watu wa Tanzania. Lakini alhamdulillah, kwa watu wa Kigamboni, Allah ametupenda kwa kuturuzuku amani. Na kiukweli kwa kipindi hiki sikujua kwamba Kigamboni ni mji mzuri. Hata walioita kule mji mwema sikujua uzuri wa Kigamboni, isipokuwa niliujua kipindi hiki, ndio nikajua la, kumbe tupo katika mji ambao wenye amani. Hata muda ambao wenzetu hawatoki ndani, sisi tuko kwenye amani. Kwa hiyo tuendelee kuidumisha amani. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Ya Rasul Allah, assalamu alayka ya habibi ya nabiy Allah.